Ukisoma kitabu cha Yoshua, kitabu cha Yoshua 6 mstari wake ni wa 20. Kitabu cha Yoshua 6 mstari wake ni wa 20. Baragumu zilipopigwa, watu wakapiga kelele kwa ile sauti ya baragumu, na watu wakapaza sauti. Ukuta wa Yeriko, ukuta ukaanguka. Hivyo kila mtu akapanda akienda mbele na kuteka mji. Mungu anasema Yeriko, ukuta zake ziliangushwa kwa sababu ya praise, kwa sababu ya sifa, kwa sababu ya kelele, kwa sababu ya nyimbo. Mpendwa, ukisoma Mwanzo 49 mstari wa 8, Yuda anaambiwa ndugu zako watakusifu. Jina Yuda inamaanisha sifa, inamaanisha kelele, inamaanisha nderemo, zile ambazo ziliangusha kuta za Yeriko. Ilikuwa kelele, ilikuwa sifa. Jina Yuda inamaanisha praise. Mpendwa, ndani ya moyo uko na ukuta wa dhambi, uzinzi, masturbation, pornografia. Uko na ukuta, unahitaji sifa, unahitaji praise. Yesu akija duniani alikuja kupitia ukoo wa Yuda. Ufunuo 5 mstari wa 5, Yesu anaitwa simba wa kabila la Yuda. Unamhitaji Yesu? Yesu ni simba wa kabila la Yuda. Unamhitaji Yesu? Unahitaji praise. Unahitaji Yesu anene. Unahitaji Yesu aongee, kuta za dhambi ziporomoke. Yesu alikuja kwa ukoo wa Yuda. Yesu alikuja kwa ukoo wa Yuda. Yuda inamaanisha sifa. Yeriko iliangushwa kwa sifa na nderemo. Unamhitaji Yesu? Unahitaji sifa kutoka kwa Yesu. Sifa ya kwanza, Yesu alihubiri toba. Sifa ya pili, Yesu alimwaga damu. Yesu alimwaga damu ili dhambi zako ziondolewe. Unamhitaji simba wa kabila la Yuda, kuta za ulevi ziporomoke. Unahitaji sifa kutoka kwa Yesu Kristo. Mathayo 4:17, tangu wakati huo Yesu alianza kuhubiri. Yesu akisema tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Huyo ndio simba wa Yuda. Unahitaji sifa kutoka kwa simba wa Yuda. Yesu akamwaga damu. Yesu akamwaga damu. Yesu Kristo akaimwaga damu. Na hizi ndio sifa. Hizi ndio sifa zinazoangusha kuta za Yeriko kwa moyo wako. Hizi ndio sifa. Hizi ndio sifa za Yesu, simba wa kabila la Yuda. Yesu alimwaga damu. Ufunuo 1 mstari wa 5, yeye atupendaye
atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake mwenyewe. Hizi ndio sifa, hizi ndio sifa zilizoangusha kuta za Yeriko. Mungu anasema kuna sifa kwa Agano Jipya, kuna sifa kwa Agano Jipya. Yesu ni simba wa kabila la Yuda. Yesu Kristo ni simba wa kabila la Yuda. Kumbuka, ni sifa iliyoangusha kuta za Yeriko. Yesu anakuja kwa kabila la Yuda. Yesu ni sifa. Unahitaji hizi praise, unahitaji hizi praise za kazi ya Yesu aliyokufanyia, ili kuta ziporomoke za ulevi, kuta za usherati ziporomoke, kuta za choke ziporomoke, kuta za anasa ziporomoke, kuta za kuangalia pornografia, kuta za kwenda kwa waganga, kuta za ushirikina zinaangushwa na sifa. Yesu anakuja kwa kabila la Yuda. Sifa ya kwanza anakuambia tubu, anakuambia geuka kwa njia mbaya, wachana na njia mbaya. Alafu anakuambia amini damu yake, iamini damu yake. Hizi ndio sifa. Tubu njia mbaya, tubu njia mbaya, amini damu ya Kristo, damu iondolewe. Hakuna faida ya kuishi duniani halafu ondoke uende jehanamu. Hakuna faida, hakuna faida, ni hasara. Uzaliwe, usomeshwe, uishi, ufe, uende jehanamu, maisha yako yote umeyapoteza. Hasara, hakuna faida. Hiyo ni useless, hiyo ni useless life. Umezaliwa, umelelewa, umekuwa, ufe, uingie jehanamu. Your life ni useless. A useless life ni hiyo. Mungu anataka toba. Mungu anataka toba. Okoa nafsi yako na ziwa la moto. Hakuna maisha useless kama umezaliwa, umelelewa, alafu unaishi, unazaa, unaona watoto na wajukuu, na unakufa, unaingia jehanamu. Yesu anasema afadhali ungezaliwa, afadhali haungezaliwa. Mungu ana demand, Mungu ana demand repentance na imani kwa Yesu Kristo. Hallelujah.